Nashukuru kwa kuwa na nyie wasikilizaji kwa hii muda, na kuna mtu maalum ambaye niko naye hapa kwa hii wakati amesheki kingdom ya shetani zaidi. Ni baba kabisa, ametikisa hii ulimwengu. Mapepo fasi yote kwenye iko ikimuona lazima na shake. Karibu sana kwenye studio. Nashukuru kabisa. Asante. Amina. Nashukuru kabisa wandugu wapenzi wengi kutufuata. Mbarikiwe, Bwana wabariki. Asante sana kwa kutufuata muda huu wakati huu. Mimi ni mchungaji Francois Machara, natokea Sydney, na hapo Sydney tuna kanisa inaitwa Australian Christian Fellowship. Na hapa niko Nituumba, Queensland. Na pia tuna mahali mengine tunatembelea juu ya kutangaza injili na neno la Bwana, ndio kwa maana tunapatikana hata muda huu. Mimi na mke anaitwa Mama Dodi Lulu Machara, na tuna watoto 4, na wale watoto wote ni wanaume. Si kupata fee kama vile tunasema Kifaransa. Mimi na watoto wanaume tu 4, na ndio wale Mungu amenibariki nao. Amen. Mungu akubariki sana mchungaji. Amina. Na kwa hii muda nafikiri ya kwamba kazi ya Mungu umeanzia hii katika hii moja Australia, ama umeanzia kazi ya Mungu Afrika ama sehemu gani? Amina. Nimeanzia kazi ya Mungu Afrika pale mji Kinshasa, ku Democratic Republic ya Congo. Ndio pale tumeanzia kazi, na wakati tulitoka pale tukaenda Zambia, na hapo Zambia pia tukaanza kazi ya Mungu. Hata kanisa leo iko pale Zambia. Kutoka Zambia kisha ndio tukakuja hapa Australia, na tunaendelea tu kuhudumia na kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Katika hii mji ni kitu gani umeona kiko kigumu ndani ya kazi ya Mungu, ama challenge gani umepata ndani ya huduma? Kazi ya Mungu inachana mahali Afrika huku na Amerika inachana, kuna migogoro na mashida ya kuachana. Na mji wakati tulifika hapa nafasi hii Australia, mashida yanapatikana hapa ni kusema watu wanategemea mingi michezo kuliko kazi ya Mungu. Utaona hata Jumapili, siku ya Mungu, wakati Mungu kanisani, kukikua kama ni mpira, kama ni nini, utaona watu wanafukuzia mbio mpira, mchezo kwa kazi ya Mungu. Ndio shida tuko nayo hapa. Injili kunaingia polepole, lakini tunaendelea kabisa kukaza ili watu wapate kuokolewa. Ndio shida iko hapa kabisa mji wa Australia. Wakristo bado hawajaingia hiyo system ya Ukristo zaidi. Ya ungali na udhaifu kidogo. Ni kusema hata wakati tumeona statistiki ya Wakristo ndani ya hii mji, wanakuambia 1% ndio Wakristo. Hapana 10%. 1% ya population hapa ndio Wakristo. Sasa tazama 1%. Ndio maana unaona makanisa watu ni wachache. Lakini ukiangalia siku ya mpira ama rugby ama foot ama nini, unaona namna stadium inajaa, wanajiuliza, wanasema kweli. Tunashukuru Mungu, sisi tunaendelea kusonga mbele. Mungu atatusaidia pole. Tunajua uamsho uko njiani. Revival is on the way. Wale wote wangaliko na sita watabebwa na pepo, watakumbwa na pepo ya Roho Mtakatifu na wataamini. Tunaamini kabisa hiyo. Ministeri umefungula wakati gani hapo Australia? Wakati tumefika Australia, sisi tumefika mu 2009. Kuanzia 2009 mpaka 2010 tulikuwa tukiingia makanisa hiyo tulikuta, kwa sababu tungaliko wapya. Lakini huduma kabisa tunaanza mu 2011, na Mungu anaendelea kutusaidia. Tunatembea miji mbalimbali kila mwaka kabisa, tunatembea juu ya kuhudumia hata nje Amerika, Afrika na mahali pengine, na Bwana anaendelea kufanya kazi. Unaona sometimes kuna watu wanatoka Afrika wanasema ni Wakristo, lakini wangefika hapo nakutana wameregea, wamevunjika mioyo sana, wanasema hawapate mahali pa kuabudia vizuri kisi walikuwa wanaabudia Afrika. Sijui kama hiyo ni udhaifu ama ni kabisa. Unajua kama hata ukirudia katika Biblia utajikuta Biblia inasema hata wana wa Israeli wakati wote walikuwa katika wingi wa chakula, wingi wa vitu, wingi wa mapatio, walikuwa tu na ile kusahau Mungu, kuweka Mungu pembeni. Na vile ukiangalia wandugu tulitoka nao, hasa nikisema wale tulitoka nao kambini, hakuna mtu atasema mimi kwa kuja Australia sikufunga mafungu, sikuomba. Watu waliomba mkambi ajabu, watu walifunga mafungu ajabu. Kwa sema tu Bwana wanifungulie njia nipate kusafiri niende Marekani, niende wapi. Watu waliomba. Sasa kufika humu, wanawazia sana wanaisha kufika. Ile walitafuta, wanaisha kuipata. Wanasahau kama safari yetu kama Wakristo hatujafika. Tunaendelea, safari yetu ni mbinguni, na ile ndio ya muhimu na ya lazima. Na kada watu wengine tulikuwa na gombania kanisa, kama vile wanasema kuko maombi leo, ukambi. Hata nyinyi wachungaji mtakosa nafasi ya kukaa.
watu walikuwa wakijaa. Si tunajua kanisa yetu pale Zambia, maheba ilikuwa wakisema Friday maombi naanza 8, nakwambia kuanzia 5 watu waisha kwa ndani, si hatu ya kule. Ndio watu walikuwa unajua, ndio wingi unafika hapa unakuta mtu friji iko tele, maziwa tele, nyama tele, mikate tele, watu wanakuwa nakulaka tu. Hasa leo kanisani ukisema mambo ya kufunga na watu kuchukia. Nikiingia katika hali ya kiroho, kila mmoja na mashida yao, mashida kwa damu na kiroho. Biblia inasema hatupigane na mwili wala damu, tunapigana mapepo na watawala. Kila mji una shida yake. Ukikuta hii mji na mapepo yake na mashida yake, watu wanafika hapo wanakuta wanapokea pesa Centrelink bila kutumika, watu wanapata matunzo rahisi, watu wanapata chakula rahisi. Lakini ukikumbuka kwetu kwa Afrika, hata kupata maji ya kunywa mtu anaomba. Mtamfunga. Hata kupata mkate mtu anaomba. Sasa tulikuwa tunategemea Mungu 100% kwa kila kitu. Lakini hapa hatutegemei tena kwa sababu tunajua vingine tutavipata wenyewe. Ulaya inakuwa kama mbinguni. Kabisa. Alors umetungana waambia wandugu wapenzi, wandugu tungaliko njiani tujafika. Tujitahidi kabisa, naomba kabisa wale wandugu wote wa Kristo tusimame mara nyingine. Kwa sababu kama challenge ya safari tumeimaliza, metuko na challenge nyingine hapa. Tunaona mafamilia yanagawanyika. Tunaona mandoa yamevunjika hata kwa wachungaji. Hiyo ni nini? Ni mavita ingine. Tunawaza kwa ile vita tulimaliza huko, tunakuta tena vita ingine. Alors tufanye nguvu kabisa, tuko na tungana ile uwezo ya kumaliza hata vita tuko nayo hapa. Katika maombi na kufunga. Kukutana ndani ya kanisa, divorce ziko mingi, wanawake, wanaume wanakutana, watu wameachana zaidi. Hatujue kama hiyo kitu imekuwa namna gani. Jambo tuweza kuambia ni wasikilizaji ambao wanatufuata kwa hii muda. Kabisa. Tukipenda hiyo ni swali kubwa na natafuta majibu mengi. Lakini kwa kifupi tutasema hivi. Unajua nilisema mambo ya mapepo. Kama unarudia kwetu kuna njaa zaidi, kuna mashida zaidi, kuna mambo kadhalika. Lakini hiyo divorce iko kidogo kabisa. Kwa sababu nini? Watu hata wanakula matembele hao na sombe yao, wanasema Bwana asante. Kwa sababu tunaomba hata kupata hiyo sombe. Tunaipata. Sasa tukifika humu, saa zingine mtu hakuwa na banki, hakuwa na pesa, anakuta anaanza kupata pesa ya bure. Hiyo tuko nafia ni mambo ya mapesa, ndio zaidi hiyo. Unafika huko serikali nakwambia, mke kama akiachana na mume atapata pesa nyingi. Hiyo mafundisho watu wanaanza kufia sasa, pesa nitumike Mungu nipate mingi, nisaidie wenye kuwa huko, nijenge huko. Ndio mashida kabisa, ndio ile iko mashida ajabu. Kama tufanye nguvu na hekima hata katika kanisa kufundisha watu, kuambia hata unauza nyumba, hata unauza ndege, hata unauza gari, hauyafika. Yote ile tabakia hapo ulimwengu. Hakuna mtu batamuzika na gari. Hakuna mtu batamuzika na nyumba. Nikikufa leo, wale watachukua nyumba, saa zingine hata wenyewe kuyao kitesekea. Alors tukue pamoja kabisa, tushikamane, tuzeeke pamoja. Tuache mambo ya kuachana juu ya kufia pesa ama nini, tuwe pamoja na Mungu ataendelea kutubariki. Sijue watu ambao watuumba wataweza kuelezea nini na sehemu nyingine ambao watu wanakufuata juu kwa hii muda nafikiri ya tuko kwenye interview hapa, lakini kesho ama kesho yake watu watakuwa wanakufuata wanakuwa nyumbani. Sijue wataweza kuelezea nini wale wandugu ambao wanakufuata. Kwa wandugu wote wenye kuwa mahali popote Afrika, Amerika, wapi, tunawaambia kabisa tunawapenda na waendelee kutuombea. Sisi kama vile wachungaji ama Wakristo tuendelee kuombeana. Ukisoma katika kitabu cha Petro wa pili anakuambia mateso tuko nayo hapa. Sasa zingine kuna mwingine huko fasi fulani na yeye kunaenda hiyo mateso, hiyo shida. Ni kwa kusema ifo tuombeane kabisa, Mungu apate kutusaidia sisi wote wa Kristo na watoto wa Mungu. Watu watuumba tawaambia kitu moja. Ni mzuri kujua kuelewa kama vile wa Kristo Mungu anasema nini kwa ajili ya mji. Eske kuna utabiri juu ya mji. Na mimi nitawaambia kama mnaona kila mara nakuja tuumba, kwa sababu mimi nimeelewa, nimejua. Wa mwisho wakati utaanzia ni hapa. Wakati wa mwisho utafika Australia, utaanzia tuumba na shika Brisbane. Kutoka Brisbane unaenda Sydney. Kutoka Sydney unaenda Perth. Ndio vile utabiri wa wababa wa hii nchi na wa hii kifasi. Alo naomba watumishi wa Mungu wote watuumba, shikaneni mkono. Ombeni, saidieni, tumikeni pamoja, changieni ma experience yenu mko napitia. Na muendelee kabisa kuomba, kwa sababu revival will start here. Inaanza hapa.
Na wale ndugu wote kwa ulimwengu tunawapenda. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pastor Moses anaongea hapa. Tunashukuru kwa kuwa na mchungaji katika mji wa Tumba. Nafikiri next time mtamfuata, mngemfuata kwenye YouTube, kwenye Facebook, mtampata everywhere. Ungehitaji maombi, ungehitaji kila kitu, unahitaji msaada yoyote, mtafute kwenye Facebook, YouTube, everywhere, utampata na utabarikiwa zaidi. Mungu awabariki sana na tunawapenda sana, na wachungaji wote wa Tumba ai sehemu ambapo tunakaa kwa hii muda. Ubarikiwe sana na Bwana. God bless you. Bless you. Amen. Amen. Amen.